Na kama wewe hakuna, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, jina lako litukuzwe na jina lako limidiwe. Liabudu jina lako mfalme. Na bariki neno hili tunapoenda kushiriki, ukapata kunena nasi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante Bwana kwa ajili ya neno hili. Bariki kila mmoja mfalme kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba, kwa jina la Yesu nitumie kama chombo, nikapata kunena na watu wako. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na hata nakuamini. Sema amina. Na karibu sana kwa ajili ya ibada hii ya siku ya leo. Na ninatumai ya kwamba Bwana wa majeshi atakubariki na atakutenda mambo makubwa, kwa sababu ya kwamba yeye ni mwaminifu na siku zote yeye anabaki kuwa Mungu. Kwa hivyo karibu sana tukaweze kubarikiwa. Ni kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu, maana Mungu wetu ni mwaminifu na ni muweza yote kwa ajili ya kila wakati, maana yeye ni mwaminifu kwa uwezo wake tunapomwamini. Ningependa basi tuungane pamoja kwa ajili ya neno lake Bwana siku ya leo na tukaweze kubarikiwa. Nialikie mtu mmoja na tukaweze kubarikiwa pamoja kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Siku ya leo nataka kuongea neno lake Mwenyezi Mungu kuhusu secret of giving. Secret of giving, ama siri ya kutoa. Nianze na kusema ya kwamba kuna vipengele ambazo mtu anafaa kufahamu katika kutoa. Kabla hujatoa chochote ungependa kumtolea Mungu, ni vizuri uelewe siri iliyo ndani ya kutoa. Na niseme ya kwamba kungekuwa watu wanabarikiwa kwa sababu ya kuomba, kila mtu ambao ni intercessor angekuwa amebarikiwa na vitu. Lakini kuna siri ambao Mungu ameweka katika matoleo. That's why today I came to teach you about the secret of giving. Na iwapo utaweza kuchukua muda wako ukanisikilize na ukatende vile Mungu ambapo anakusudia ukapate kutekeleza siku ya leo, naamini ya kwamba Mungu ataenda kukubariki na Mungu atakutenda mambo makubwa, kwa sababu kuna siri ambayo utajifunza na itakuwa faida kwako. Basi jambo ambalo number 1 ningependa uelewe, Mungu huangalia sadaka ya moyo wako, moyo safi. So Mungu huangalia sana ile moyo safi. So wakati hapo unapotoa sadaka, Mungu anaangalia sana na hiyo sadaka yako, lakini anaangalia moyo wako wa kutoa sadaka hiyo. Maana unajua lazima uelewe ya kwamba kuna mtu ambaye anatoa sadaka yake ama anatoa dhabihu yake kwa sababu ya watu wanatoa. Kuna mwingine anatoa ni kwa sababu ya kwamba pastor amesema. Kuna mwingine anatoa ni kwa sababu anataka aonekane. Lakini Mungu anaangalia sana moyo safi. Hebu tuende pale katika neno lake Mwenyezi Mungu, Samueli wa kwanza 16 pale 17. Samueli wa kwanza tusome na wewe pamoja 16 na pale 17. Na ninajua ya kwamba Mungu atakubariki. Samuel wa kwanza, First Samuel chapter number 16 and verse number 17. Biblia inasema hivi: Sauli akawaambia watumishi wake, nitafuteni mtu huyu anayeweza
kupiga kinumbi vizuri mniletee. Kwa hivyo hapa tunaona ya kwamba wakati ambapo huyu ni Daudi anasema aletewe mtu ambaye anaweza akapiga kinumbi, lakini si mtu tu, bali yule mtu ambaye anaweza akapiga hiyo kinumbi vizuri. Na anaeleza vizuri ya kwamba mtu huyo anayeweza kupiga kinumbi vizuri mniletee. Kwa hivyo kuna mtu ambaye anatoa sadaka, lakini katika kutoa kwake sadaka haitoi kutokana na moyo wake. Daudi anapotafuta mtu huyu ni mtu ambaye amejitolea kwa ajili ya kupiga kinumbi. Sio kwa sababu tu mtu akuje, lakini anaangalia mtu aliye na moyo wa kuweza kupiga hiyo kinumbi. So wakati ambapo naye Mungu wetu anapohitaji tumtolee sadaka, huwa anahitaji sadaka ya mtu ambaye aliye na moyo safi. Daudi hakusema tu niletee wale watu wa kupiga kinumbi, bali anasema kwamba niletee mtu ambaye anayejua, anayepiga vizuri. Kwa hivyo naye Mungu anataka moyo ambaye ni moyo mzuri, moyo ambaye ni safi. Na ndio maana Biblia inasema Psalms chapter number 51 verse number 10, ili uelewe sadaka ile ambao unafaa kumtolea Mungu. Psalms chapter number 51 and verse number 10. Tusoma hapo pamoja na wewe. Na ninaamini ya kwamba mpendwa, Mungu wa mbinguni atakubariki unapokuwa na muda wako kunisikiliza. Psalms 51 verse number 10 inasema, uniumbie moyo safi, Mungu, uweke ndani yangu roho mpya na thabiti. So huyu ni mtumishi wa Bwana ambaye huyo tunazungumza habari zake Daudi. Anasema ya kwamba Mungu, uniumbie moyo safi. Kwa hivyo alitambua ya kwamba ndani yangu moyo wangu si safi. Kwa hivyo akamwambia ya kwamba Mungu, uniumbie moyo safi. Kwa hivyo kabla hujatoa sadaka yako mpendo kwa madhabahu ya Mungu, kabla hujatoa sadaka yako ya kusapoti Mungu ama kusapoti kazi ya Mungu, lazima uelewe ya kwamba sadaka ninayoitoa moyo wangu ni safi. Na kama moyo wako si safi, umwambie Mungu ya kwamba kama Daudi vile alimuomba kwamba uniumbie moyo safi, uweke moyo safi ndani yangu, moyo ambao uliye thabiti. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Daudi anatambua ya kwamba moyo wake sio safi, na kwa ajili hiyo anasema ya kwamba uniumbie moyo safi. So my brother and my sister, today ningependa uelewe ya kwamba Mungu anahitaji watu ambao wanaomtolea sadaka wako na moyo safi. Wakati ambapo moyo wako si safi, hata unapomtolea Mungu sadaka yako ikubaliki mbele zake Bwana. Unajua wakati mwingi watu wanatoa sadaka, but I don't know if umeikaa chini ukajiuliza, je, sadaka hii ambayo mimi nimetoa Mungu ameikubali ama bado Mungu ameikataa? Wangapi ambapo wanajiuliza swali kama hiyo? Katika sadaka yako unaipeleka kwa madhabahu, unaipelekea pastor, je, unayetuma sadaka yako, je, sadaka hiyo Mungu ameikubali? Umeiketi chini ukajiuliza hilo swali? Umeichukua muda wako ukajiuliza hiyo swali ya kwamba kama Mungu kweli anakubali sadaka yako ama la? Bwana asifiwe sana. So tunaona ya kwamba Daudi anasema ya kwamba niumbie moyo safi, moyo ambao unaopondeka. Kwa hivyo my brother and my sister, ni vizuri ya kwamba uelewe ya kwamba Mungu anahitaji mtu ambaye aliye na moyo safi. Kwa hivyo sadaka yako unaitoa, uitoe sadaka yako ikiwa na moyo safi. Moyo inaambatana. Sio kwa sababu ya watu wa kuona unajua kutoa. Sio kwa sababu ya watu wa kuona ya kwamba wewe uko nazo. Sio kwa sababu ya kwamba utoe watu wa kuone unatoa. Sio kwa sababu ya kwamba utoe pastor waka aone unatoa. Sio kwa sababu ya kwamba utoe kwa sababu ya kwamba unataka kupendeza mtu.
bali utoe sadaka yako ni kwa sababu ya kwamba Bwana amekumbia moyo safi. Wale watu wa upande wa Facebook kuna itilafu, but we are dealing with it. Wakati ambapo unapotoa hiyo dhabihu yako, unapotoa hiyo sadaka yako, moyo wako mpendwa, hakikisha ya kwamba ni moyo safi. Hakikisha ya kwamba ni moyo wa kupendeza mbele zake Bwana. Hakikisha ya kwamba moyo wako hujachafuka. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba chunga moyo wako kuliko vitu vyote ulindavyo. Kwa hivyo moyo wako, Biblia inasema kwamba ndipo chemchemi ya baraka inatoka. Kwa hivyo kama moyo wako umechafuka, na moyo wako nitakuja kukufundisha ni nini ambacho kinachochafua moyo. Lakini leo nataka nikufundishe ya kwamba uelewe ya kwamba Mungu anahitaji mtu ambaye anayetoa sadaka kwa akiwa na moyo safi. Psalms chapter number 24 verse number 4. Psalms 24 and verse number 4. Naongea kuhusu secret of giving. Psalms chapter 24 and verse number 4. Biblia inasema hivi: ni mtu wa matendo mema na moyo safi, asiyeelekesha moyo wake katika upuzi wala kuapa kwa uongo. Kwa hivyo Mungu anataka mtu kama huyu, mtu ambaye asiyeelekesha moyo wake kwa mambo ya upuzi. Mambo ya upuzi, for example, unakuta kwamba mambo ya upuzi ni masengenyo, mambo ya upuzi ni wifu, mambo ya upuzi ni chuki na mengine mengi katika moyo inayopepa. Sasa haya ndio Biblia inasema kwamba eli mtu yule ambaye asiyeelekesha moyo wake kwenye upuzi, bali ako na moyo ambaye ni moyo wa kupendeza. Maandiko yanasema kwamba wala hakuapa kwa uongo. Maana hata katika kuapa kwa uongo, hapo ndipo unakuta ya kwamba watu wengine wanalipia moyo wao. Unaapa kwa madhabahu, mimi nitakuwa kanisa hii, kesho yuko kwa hiyo kanisa. Mimi nitatoa kujenga kanisa, nitatoa kusupport TV, nitatoa kufanya hiki. Lakini katika hiyo kuapa, unaapa kwa uongo. Sasa haya ndio Mungu anakataa. Na ndio unakuta kwamba watu wengi wanatoa sadaka, lakini sadaka zao zinakataliwa. Kwa sababu ya kwamba licha kwamba unatoa sadaka mpendwa, unakuta kwamba ndio umetoa sadaka, lakini licha kwamba unatoa sadaka, moyo wako umeelekesha katika vitina. Umeelekesha moyo wako katika masengenyo, umeelekesha moyo wako katika chuki, umeelekesha moyo wako katika machifuno na mambo mengine mengi ambao moyo unaweza ukafanya. Na hapo ndipo watu wengi wanakosa baraka licha kwamba wanamtolea. Unaweza ukatoa hata milioni 1 lakini Mungu akaikataa. Unaweza ukatoa hata bilioni 10 lakini Mungu akaikataa. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu inategemea moyo unayetoa. Unaweza ukasaidia hata mtu, unaweza ukampatia unga, lakini ni moyo gani ambao wa kumpa hiyo unga? Unaweza ukampatia maji, ni moyo gani wa kumpatia hiyo maji? Because giving is all over. Unaweza ukasaidia mtu, si lazima upeleke kanisani. Hata wale viwete unakuta barabarani, unapowapatia sadaka yako ama unapotoa, moyo wako uko na nini? Unamtolea huyo mtu kwa njia gani? Unamtolea Mungu kwa njia gani? Unasupport huyo mtu kwa njia gani? Moyo wako ni nini iliko ndani kwa moyo? Bwana asifiwe sana. Maana Mungu anaangalia moyo sana. Tuende katika kitabu cha Isaia chapter number 1 and verse number 15 and 17. Kwa sababu kuna kitu ambacho nataka mtu uelewe. Isaia chapter number 1 verse 15 to number 17. Maana unaweza kuwa umetoa sadaka na ukakuwa kwamba maombi yako hayachipiwi. Ikakuwa kwamba hakuna kitu ambacho unachoona Mungu anapeana. Basi kwa sababu ya hiyo ni vizuri uelewe ya kwamba katika hiyo mambo ujue ya kwamba mambo mengine Mungu anaweza akayakataa licha kwamba umetoa. Vile nasema katika Isaiah chapter number 1 verse number
number 17, 15 to 17 nasema, mnapoinua mikono yenu kuomba, tafuteni uso wangu nisiwaone, hata mkiomba kwa wingi sitawasikia. Maana mikono yenu imejaa damu. Njoni jitakazeni, ondoeni maovu wa matendo yenu mbele yangu. Acheni kutenda maovu, jitafuteni kutenda mema, tendeni haki, ondoeni udhalimu, walindeni yatima, teteeni haki za wachani. Sasa haya ni mambo mengine number 2 ambayo inayosuiria watu kujibiwa maombi yao. Naongea kuhusu secret of giving. Katika kutoa, Mungu anasema ya kwamba inueni mikono yenu, lakini hii mikono isiwe na damu. Mikono yako isiwe na damu. So unaweza ukatoa sadaka, lakini mikono yako ambayo inayotoa sadaka hiyo basi imejaa damu. Kujaa damu ni kusema aje? Kuna mtu ambao umesababisha ametoka kanisani. Kuna roho ambao umeua, umeavya mimba, umetumika kuua mtu, umetumika kwa njia isiyo sawa. Kuna mtu analia kwa ajili yako. Basi hii ni mikono ambayo haina uwezo wa kupokea baraka licha kwamba imetoa. Kwa hivyo ni lazima uangalie mikono yako ambayo inayotoa sadaka hii. Moyo, yes, moyo umekuwa safi, lakini mikono, je, mikono yako inayotoa sadaka hiyo inakaa aje? Hiyo mikono yako ya kutoa sadaka inaonekana aje? Hiyo mikono yako ya kutoa sadaka inapendeza? Bwana asifiwe sana. Mikono hiyo inapendeza? Mikono hiyo inaonekana aje? Imejaa na damu. So Biblia inasema kwamba mnaweza mkaomba maombi kwa wingi, mnaweza mkatafuta uso wangu, lakini msinione. Mnaweza mkaomba maombi kwa wingi, lakini nisijibu maombi yenu. Kwa sababu ya nini? Mikono yenu imejaa damu. My brother and my sister, mikono yako inayotoa sadaka. Najua leo umeenda kanisani umetoa sadaka, lakini mikono yako iliyotoa hiyo sadaka, hiyo mikono ilikuwa inaonekanaje? Wewe ulikuwa umeenda jana Sunday, mikono yako ya kutoa sadaka, mikono yako ilikuwa inaonekana aje ulipoenda hapo Saturday? Wale ambao ni Waislamu, wakati hapo ulipoenda kutoa sadaka, hiyo sadaka mikono yako inakaaje? Siku zile ambapo mnaenda kutolea Mungu wenu, je, sadaka hiyo mikono yenu inakaaje kwa kumtolea Mungu sadaka? Unajua watu wengine wanafikiria kwamba damu inayoonekana kwa mikono ni kwamba mikono yako iko red. Usijidanganye na hiyo. Kuna mambo ambao mikono hii inafanya, imeguza vitu ambao si vitu takatifu. Hii mikono imetumika kufanya uzinzi. Hii mikono imetumika kuipa. Hii mikono imetumika kwa mambo ambayo sio ya kupendeza mbele zake Bwana. Basi hiyo mikono ni mikono ambayo imejaa na damu. Mikono hii umetumia kupiga mke wako. Basi unapotoa sadaka hii, unakuta kwamba hiyo sadaka unayotoa haikubaliki kwa sababu mikono yako imejaa damu. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba wanaume mnapoinua mikono juu, hakikisheni ya kwamba mioyo yenu haina chuki. Kwa hivyo unakuta kwamba hata katika hiyo kuinua mikono kupiga mke wako, basi inachafuanga mikono yako. Unapogusa sadaka ambao ni ya kutoka kuzimuni, unatoa sadaka, unagusa sadaka ambao ni ya vitu ambao sio za haki za Mungu, umeipia mtu, basi hiyo mikono umechafulia hapo. Hapo ndio mikono yako inakuwa sio mikono ya kupendeza Mungu. So unapotoa sadaka hiyo, basi Mungu anasema ya kwamba ninakataa sadaka zenu. Mkinitafuta basi hamtaniona. Licha kwamba mnaomba, basi maombi yenu sitaisikia. Imagine maana yanasema kwamba mmechaza maombi ya mbele zangu, lakini hiyo maombi yenu sitaisikia. Basi anasema ya kwamba jifunzeni kutenda mema, tendeni haki. So wakati hapo unapotenda mema, unapotenda haki, ni ishara ya kwamba mikono yako imetakazika. Mikono yako inakuwa ya kwamba inapokea kutoka kwa Bwana. Lakini kama mikono yako inasaidia kutenda maovu, inasaidia kutenda mabaya, inasaidia kunyima watu haki, enda uangalie pale
gerezani. Kuna watu ambao wamefungwa kwa makosa hawakuyatekeleza, hawana hatia, lakini walifungwa. Wengine ni machache walipewa ongo na wakafunga watu. Wengine ni wale wanaohusika hiyo kesi walitoa ongo. Sasa haya ndiyo mambo nakuta kwamba yanasuiria watu licha kwamba wanatoa sadaka. Sadaka zao asikubariki. Sasa tutarudi tutasema Mungu siku hizi hata ukipeana hakuna kitu. Kuna watu ambao unasikia kwamba watu wanalalamika, anasema mimi hata niliambiwa nitoe sadaka, niliambiwa nitoe dhabihu, lakini hakuna kitu Mungu alinifanyia. Mapasta ni wakora, mapasta wa siku hizi ni waongo, ni watapeli. Lakini ni vizuri ujiulize, pasta sawa, sisi ni watapeli. Je, mikono yako iliyotoa sadaka, hiyo mikono yako ilikuwa aje? Ilikuwa safi? Moyo wako ulikuwa safi? Na kama yote wewe umetekeleza, umetenda haki, umetenda mema, na Mungu akakosa kutenda, basi ita pasta mkora, ita pasta mtapeli. Lakini kama mpendwa, mikono yako bado ni ya kugandamisha watu, mikono yako ni ya kutenda mabaya, basi ujue ya kwamba wewe ndio chanzo ya kutochipiwa maombi yako. Na nikasema ondoeni udhalimu, walindeni yatima. Kwa hivyo kama kuna yatima kwako, kama kuna yatima maishani mwako, kama kuna yatima ambao unayemjua na ukamdhulumu, umemnyima haki yake, au hujaweza kuzingatia kusaidia huyo yatima, my brother and my sister, nataka nikwambie ya kwamba ndiposa maombi yako hayachipiwi licha kwamba unatoa sadaka yako. That is secret of giving. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba katika kile kitabu cha Deuteronomy chapter number 16 verse 16. Kumbukumbu la Torati 16 na 16. Tusoma hapo na wewe. 16:16 Deuteronomy. Tusoma all the way to number 17. Biblia inasema wanaume wote wa taifa lenu watakuja mbele yangu Mungu wenu mara 3 kila mwaka, mahali ambapo Mwenyezi Mungu wenu atachagua, wakati wa sikukuu ya sadaka, sikukuu ya kufuna, na wakati wa sikukuu ya vipanda. Wasitokee mbele ya Mwenyezi Mungu mikono mitupu. Wote watoe kadiri wanavyoweza kulingana na baraka Mwenyezi Mungu wenu aliwachiria. Kwa hivyo hatujabarikiwa the same. Pia kile ambacho kimefichwa hapa ni kwamba tunapoenda mbele zake Mwenyezi Mungu, tusiende mikono mitupu. Na kama una ni sawa, Mungu anaelewa una. Lakini si kwamba umekataa kumtolea Mungu, wewe umeenda mikono mitupu. Pesa yako imejaa kwa M-Pesa, imejaa kwa account. Umeacha kwa nyumba kwa pillowcase, umeacha kwa nyumba kule kwa cushion, umeacha kwa nyumba kwa kabati. Alafu unaenda kwa mikono mitupu mbele zake Bwana. Maandiko inasema ya kwamba tusitokee mbele zake Mwenyezi Mungu mikono mitupu. Nasema ya kwamba na tutoe kadiri ya uwezo kulingana na vile ambapo Mungu ametubariki. Hatujabarikiwa the same. Kuna mtu ambaye kuna uwezo wa kutoa 20 na Mungu akabariki mikono yake. Kuna mtu akona uwezo wa kutoa 5 na Mungu akambariki. Kuna mtu akona uwezo wa kutoa milioni 1 na Mungu akambariki. Sasa ni vizuri uangalie ya kwamba ninapotoa sadaka hii, hivyo ndivyo Mungu amenibariki. Maana kama Mungu amekubariki zaidi na wewe unatoa kama maskini, mpendo, utaingia kwa maskini. That is secret of giving. Tusitoe sadaka, tusitoe dhabihu, tusitoe matoleo kwa sababu ya watu wanatoa. Wacha tuchioje tukajiulize, tunatoa aje? Kuna Kaini na Abeli in the book of Genesis chapter number 4. Biblia inasema ya kwamba Kaini na Abeli walienda mbele zake Bwana na wote wakatoa sadaka. Lakini Mungu anakataa sadaka ya Kaini, anakubali sadaka ya Abeli. Kwa hivyo tunaweza kuenda kanisani tukiwa watu 1,000,000, tukiwa watu 100, tukiwa watu 50, tukiwa watu 200, tukiwa namba ile tuliko. Lakini tukakuwa kwamba kuna wale ambao sadaka zao zinakubalika na kuna wale ambao sadaka zao zinakataliwa.
Na kumbuka ya kwamba sadaka yako inapokataliwa, ukumbuke ya kwamba hata wewe mwenyewe unakataliwa. Sadaka yako ikukubalika, hata wewe mwenyewe unakubalika. Kwa hivyo inategemea unapotoa sadaka yako. Ni vyema my brother and my sister uangalie sadaka unayetoa ni sadaka ina gani. Hii sadaka unayetoa ndivyo Mungu amekubariki au Mungu amekubariki zaidi. Maana Mungu amekubariki uko na uwezo wa kutoa 100, toa hiyo. Mungu amekubariki kutoa sadaka ya 500, toa hiyo. Mungu amekubariki kutoa sadaka ya 1,000,000, toa hiyo. Mungu amekubariki kutoa dara, toa hiyo. Kwa sababu tunabarikiwa kadri ya uwezo na baraka za Mwenyezi Mungu. Unajua kubarikiwa, hatujabarikiwa viwango tazama. Do you know kuna mtu anatoa peni moja na akakubarika mbele za Bwana. Na kuna mwingine atatoa 1,000,000 na Mungu amkatae. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu ya nini? Kulingana na uwezo Mungu amekubariki. Baraka zile Mungu amekubariki. Sasa hivyo ndivyo Mungu anaangalia, nimembariki hivi. Hebu nikwambie mtu wa Mungu. Kila ambacho unachokitoa Mungu anajua. Ulicho nacho na ukiro umemtolea. Yesu alikuwa mahali amekaa hivi. Na katika mahali alikuwa kukawa na matajiri wakakuja wakatoa sadaka zao. Kukawa na mama mwingine hapo, alikuwa maskini. Akakuja naye akatoa peni yake. Alipotoa ile peni na Yesu akasema, yule maskini ndiye ametoa sana. Na ametoa vyote ambazo alikuwa nazo. So unaona? So anakubali sadaka ya yule maskini kwa sababu yani alitoa zote alikuwa nazo. Lakini hao matajiri hakuna mahali tunaambiwa alitoa 1,000,000. Hakuna mahali tunaambiwa hati alikubali kwa sababu alitoa mingi, hata hawajatajwa by the way. Lakini Yesu anasema ya kwamba huyu ametoa zaidi kwa sababu ametoa vyote alivyokuwa nazo. Kwa hiyo unapotoa sadaka, angalia mpendo unachotoa na unachobakisha. Remember, God knows. Pastor hatunaacha kujua sadaka yako. Maana hata tukiangalia hiyo sadaka, hatujui mfuko wako uko na nini. Hatujui kwa nyumba umeacha nini. Hatujui mpesa yako iko na nini. Kuna mahali one of church mjini Nairobi. Kukawa siku moja pastor wa hiyo kanisa alikuwa na fundraising ya kununua vyombo. Na watu wakakataa kutoa pesa. Hata ile pesa ilitolewa. By the way, ilikuwa inahitajika vyombo za 300,000, lakini ile pesa ilitolewa ni 3,000. The whole church. Sasa sijui kulienda aje. Wezi wakaingia kwa hiyo kanisa. Wezi wakaambia kila mtu tuone mgongo juu, tumbo ikae chini. Watu wakaralisho wote. Vipeti zikachukuliwa. Mwenye alikuwa na simu anaambiwa weka pin. Zile pesa zilitolewa kwa washirika hao. Sio wale walikuwa nje, wale walikuwa ndani. Zilikuwa shilingi 1,400. Na sadaka ya vyombo iliyotolewa ni 3,000. So zilizopaki ndani ya mfuko na ndani za mpesa zilikuwa nyingi sana. Na zilikuwa hata zinapita zile mchungaji alikuwa anahitaji kwa ajili ya vyombo. Na ndivyo deposit unakuta kwamba watu wengi Mungu amekataa kuwabariki, yet they are in church. Wanaamka mapema kwenda kanisani. Ni Wakristo kweli, mpaka wako na kadi za membership. Lakini katika kuwa membership, mpendwa, si tiketi ya kusema utabarikiwa. Hiyo si tiketi. Lakini Mungu anaangalia unapotoa amekubariki kiwango gani, na hivyo ndivyo anaangalia utamtolea kiwango gani. So siri nyingine ambayo iko hapa ni kwamba lazima uhakikishe ya kwamba unachokitolea Mungu ni kile kinampendeza. Nimekuambia pale kwamba lazima uangalie moyo wako. Nimekuambia kwamba lazima uangalie mikono yako. Nimekuambia jambo lingine la tatu ni kwamba lazima uangalie kiwango ya kutoa sadaka hiyo, ama kiwango unachokitoa. Because God knows what you have.
Hata kama nabii hatajua. Hata kama mchungaji wako hatajua. Lakini Mungu yeye anajua. Daudi anasema ya kwamba hata niende wa kuzimu bado macho ya Mungu yananiona. Hata nijifiche wapi macho ya Mungu yananiona. Basi ningependa na wewe ujiulize, je, mimi ninapoficha, unajua kuna watu ambao wanachezea Mungu karate katika kutolea Mungu. Mtu anapitia tu all the way from maduka, anaenda hapo, anabadilisha machenji hapo, mwingine ananunua ka credit. Hata mimi nimeicheza hiyo game. Naenda kwa duka, naenda nanunua credit. Sasa hiyo nataka kwenda kutoa first service 20 pop. Na main service nitoa 20 pop. Kwa hivyo niwe nimetoa 40 per day kwa Mungu. Na sasa hiyo Mungu amenibariki, si eti hajanibariki, lakini sikuwa najua the secret of giving. That's why I'm teaching you today. Sasa nilikuwa napitia kwa duka nanunua credit ya 10. Sasa hiyo niko na 50. So ninapochukua ile nikipewa credit ya 10 niweke kwa simu, nitabaki na 40. Na hii 40 ni 2020. So nitaweka mfuko hii 20 na mfuko hii mwingine 20. Sasa tukifika kutoa morning service, tulikuwa tunatoa morning service na main service. So nitatoa kwanza ile 20 bob, the first service, and the second service nitatoa hiyo ingine. Lakini niliishi kuendelea kuwa maskini. Ilikuwa ninavaa kiatu mpaka kiatu inaseeka. Na ndio ninanunua ingine. Na ipiga viraka. Baka fundi, kuna fundi mmoja nakumbuka aliniambia, hii kiatu haiwezi soneka. Nikamuuliza haiwezi soneka aje? Rembe hii hapa sasa kiraka haiwezi ingia. Hapo imagine ndio nilitupa hiyo kiatu. Na nikanunua kiatu kingine. Mimi nakwambia ya kwamba wakati tunapokuwa wacheuli na wachuachi kwa Mungu, hata Mungu naye anakuanga mchuachi kwetu. Napata pesa lakini asinisaidii. Nafanya kazi kabisa na ninapata pesa vizuri kabisa, lakini asinisaidii. Na ndio unakuta kuna watu ambao wanalia, mimi napata pesa lakini sijui zinaendanga wapi. Sinaenda kwa sababu ya kwamba wewe ni mcheuli na wewe ni mchuachi mbele zake Mungu. Wakati inafika time of giving, unaingishanga ucheuli. Umepitia kwa duka, umenunua credit. Umepitia kwa duka, umeomba mwenye duka change. Umepitia kwa duka, umefanya hiyo ukarabati wote ili upate sadaka ya kuja kutolea Mungu 50. Huyo mtolea Mungu 100. Na Mungu amekubariki hiyo wiki mzima. Uko na zaidi ya milioni 1. Uko na zaidi ya 10,000. Kama yule mzee, yule jamaa amepotea hajulikani yako wapi. Alikuwa na 37 million. According na information ya familia. So, swali ni je, 37 million ni ngapi unaweza kuta anatolea Mungu? Hakuna. Na kama anamtolea Mungu anachua yeye mwenyewe. Angalia saa zingine kiangazi inakujia. Inapiga ng'ombe za Wamaasai zinakufa karibu zote. Inaenda huko Turkana, inaenda huko Wachia, inaua vyote, kila kitu mpaka maangamia. Lakini angalia, wangapi wanaomtolea Mungu? Nani ameipeleka ngamia moja kwa Mungu? Nani ameipeleka ng'ombe moja kwa Mungu kama sadaka? Sometimes tunakosa wapendo kufikia hatima ya baraka zetu kwa sababu ya kwamba mikono yetu ni migumu. Hatutaki kufunguka mikono kumtolea Mungu ambacho kitu kinampendeza. Daudi anasema in the book of second Samuel chapter number 24 verse number 24, ya kwamba sitamtolea Mungu wangu sadaka isiyo nigharimu kitu. Kwa hivyo ni lazima uangalie ya kwamba sadaka ninayomtolea Mungu ni sadaka ambayo inanigharimu. Unapoamua kusaidia mtu, msaidie kitu ambacho kinakugharimu. Unapoamua kwamba toa kitu ambacho unahisi ndani yako kweli ya kwamba umetoa. Lakini watu wengine wanatoa kama Kaini. Wanatoa tu. Mungu umesema tukutolea nini? Sadaka. Sasa tunapeleka sisi wote. Sasa hiyo naendanga pole pole kama wale wanafanga kiatu ile na kaanga hivi. Inasema kucha tuende. Sasa hiyo naenda nayo panka inahesabu. Kwanza ile kanisa hiyo iko na floor. Hii matching iwe na tiles. Sasa unakuta vile inagonga hapo kan kila mtu anakuangalia. Hii yule ni madam fulani. Hii yule ni madam fulani. Sasa hiyo unakuja na sadaka. Na sasa hiyo kabisa, yani umeikunja hivi mpaka hata sadaka inasikia uchungu. Maana ni 50 umeikunja kabisa.
Mia umeikunja kabisa, lakini kwa wallet yako iko na 1,000 hivi, iko na 2,000, iko na 3,000. Umechipanga hapo vizuri. Hiyo vinywa. Yaani unachua unafinya sadaka ya kutolea Mungu ni kama takataka. Yaani unakuta hata watu wengi Mungu anakosa kuwabariki kwa sababu unamtolea kama takataka. Yaani unapeleka hiyo sadaka umeikunja, alafu unaitupa kwa madhabahu. That is the time ambao niliambia na wachaji. Nikamwambia ukitaka kutolea Mungu sadaka hata kama ni 10, si ni yako. Si ni wewe unamtolea Mungu, sio mimi unatolea Apostle Daniel. Unatolea Mungu. Basi mtolee kitu ambacho unaona kinafaa. Kama unaona 10 inamtolea inafaa. Bereka ikiwa open, mpatie hapo. Yeye ndiye anajua. Kama unamtolea 50, kunjua 50 yako, bereka. Mapepo yanajua unapokunja hizo sadaka, unapeleka kwa Mungu. Mungu hata sikubali. Sasa wakati ambao unazoziweka hapo, Mungu hana shughuli nazo, na yeye shetani anakukamatianga hapo. Na watu ambao wamekataliwa na sadaka. Kwa hivyo ni vizuri mpendo angalie sadaka yako unapoipeleka, uipeleke ikiwa na heshima. Daudi anasema sitampelekea Mungu sadaka isiyo nigharimu. Najua ninapofundisha injili, nafundishanga all churches, all denominations. Siubiringi kanisa letu peke yetu. Because I'm live all the world. Lakini nataka nikwambie ya kwamba unapomtolea sadaka, usitolee sadaka bishop wako, usitolee sadaka reverend wako, au archbishop wako, au prophet wako, mchungaji wako yule ambaye anakuhudumia. Berekea Mungu wako. Wacha kukunja sadaka ukimpelekea Mungu. Nyosha sadaka yako hata kama ni 50. Nyosha ipeleka kwa Mungu. Umeiona wewe, sijui kama unaonanga makondakta. Unajua kondakta wako na akili. Ukiona wakiwa na fedha, ni vile director wangu wako mbali, ningemwambia hizo pesa unakutanga ameweka hizi pesa hapa. Imagine anaziwekanga kwa hii kidole. Sijui kama wewe umeiusudi ama ni mimi tu naonanga. Si hata wewe uko na macho unaona. Bole wale ambao amuoni. Sasa wala mnaona basi. Anaweka kwa kidole. Kila mtu anaona conductor ni nani, ako na nini pesa. Na hao watu hawakosangi pesa. Ni vile tu wengi unakutanga wanatumia pesa vibaya, lakini hawakosangi pesa. Maana hawafichi. Haya, enda angalia wale walevi. Enda angalia walevi. Mlevi anapoleta, mimi nimeuza paa. Mlevi anapoleta pesa, aletangi pesa ameikunja. Analeta 1,000 imesimama hivi, amenyosha. Kwa counter, analeta hivi kama imenyoroka. Kwa counter, analeta kama imenyoroka. Na analeta mwanadamu. Lakini wewe unapelekea Mungu sadaka. Umeikunja mpendo mpaka sadaka inasikia uchungu. Inasikia hii, yani nimefinywa. Hata hiyo inaopanga itafika saa ngapi kwa madhabahu iwekelewe chini. Bwana asifiwe. Swali ni je, hii sadaka unamtolea ndio Mungu amekubariki? Na kama ndio Mungu amekubariki, mpendo apeleka sadaka yako kwa heshima. Sadaka yako iwe na heshima kwa Mungu. Mnapea saa zingine kuhesabu sadaka. Maturesha ya secretary hapo. Mnawapea kazi ngumu ya kuhesabu. Maana kitambo wanyoroshe kale ka 50 ulikunja. Hii wanachoka. Hebu niambie vya 50 ni 100. Simekunjwa hivyo. Kitambo wamalize kunyorosha. Lakini kama ungeweka hapo, umenyorosha 50 yako vizuri. Maana unamtolea Mungu. Wanachukua wakihesabu tu. Najua mimi nimehesabu sadaka. So ninajua. Singine unakuta simekunjwa mpaka unashindwa, mpaka zingine zinakunjwa mpaka zinararuka. Na unasema unamtolea nani? Mungu. Huyo ni Mungu wa bahari, mtu wa Mungu. Ni Mungu wa bahari unamtolea na hujui. Lakini kama unamtolea Mungu wa mbingu na nchi, toa sadaka yako ikiwa na heshima. Hiyo ni siri nyingine nimekufundisha hapo. Mtolee sadaka imenyoroka. Sadaka ya kumpendeza. Kadri na uwezo Mungu ambaye amekubariki. Siri nyingine iko pale katika kutoa, katika kitabu cha Second Corinthians. Tuenda hapo na wewe. Chapter 9 and verse number 6. Second Corinthians chapter number 9 and verse number 6. Biblia inasema hivi: kumbukeni, abandaye kidogo hufuna kidogo, abandaye kwa wingi
huvuna kwa wingi. Kila mmoja basi na itoe kadiri alivyoamua, kwa moyo wala si kwa huzuni au kwa kulazimishwa, maana Mungu hupendezwa na yule mwenye kutoa kwa furaha. Bwana asifiwe. So hii ni siri nyingine. Maana inasema kwamba apandaye kidogo atafuna kidogo. Kwa hivyo kila ambacho unachokitoa ndicho utakachopata. Luke chapter number 1 verse number 38. Biblia inasema ya kwamba kila ambacho mtu anachopimia kutoa ama kupimia wengine ndicho atakachopimiwa. Kwa hivyo unachotoa, kama unatoa kwa wingi, utapokea kwa wingi mpendo. Kama unatoa kwa kidogo, utapokea kwa kidogo. Hebu nikuibie siri hii, maana na kufundisha siri katika matoleo. Wakati hapo unapotoa sadaka yako, huwa inafanyiwa multiplication times 100. Ukitoa 10 inawekwa times 100. Hiyo ni ngapi? 10 times 100 10,000. 1,000. Ukitoa 10,000 times 100. Ukitoa 2,000 times 100. Sasa wakati ule ambapo utafika unaitisha gari, Mungu ana multiply zile sadaka umetoa. Umetoa sadaka ya pesa ngapi? Times 100. Ikitosha gari utapewa gari. Ikikosa kutosa gari upewi gari. Na ndio nakuta kanisani watu wengi ni maskini wa mwisho. Kagari tu ni kapasta. Hao wengine wote hawana. Hata kabaiskeli akako hapo. Kwa sababu Mungu anajaribu kuhesabu sadaka zako. Akimultiply times 100, anakuta mpendwa hauna kitu ya kupewa. Anakuta mwingine anaomba Mungu nipe pesa, Mungu nipe pesa. Unaomba unafunga, unaomba una paundi, unaruhusi, yote hiyo. Lakini ukiamka hauna hiyo pesa. Maana Mungu anajaribu kumultiply. Akifanya ile hesabu ya zile sadaka umetoa. Ni sadaka gani umetoa? Umetoa ngapi? Ana multiply anakuta zile pesa unataka. Hakuna. Hata ipa akupe. Hebu nikuulize. Leo hii mtu akienda kwa benki, acha save pesa. Sasa aende kwa benki anda asimame Equity Bank. Sema Equity Bank nipe pesa. Unataka ngapi? Milioni 1. Wanachukua wanakupatia. Umewahi utapiwa mpendo na malisazi kitambo ufikishwe mochari ulikufa kitambo. Maana hujasave. Lakini kama mtu amesave milioni 1, aenda itishe milioni 5 atapewa. Maana wanajua mtu ni mwana biashara wetu. Atakuwa atalipa. Lakini wewe hujaitoa kwa hiyo benki, halafu unaenda unasimama hapo utapigwa. Sasa naye Mungu anaangalia, wewe unataka pesa kutoka kwake. Pesa zile unazohitaji. Je, anakupatia zikitoka wapi? Hata aenda kunyang'anya mwingine akupatie. Kwa hivyo ni lazima uelewe ya kwamba mtu mpendwa, uelewe ya kwamba apandacho kidogo atafuna kidogo. Kwa hivyo kulingana na kile ambacho unachokitoa, toa ukijua ya kwamba hicho ndicho utakachofuna. Utafuna hicho. Au utafuna zaidi. Wewe angalia wale watu ambao wanaendanga kusaidia watu wengine. Wakati wanapohitaji kusaidiwa, hao watu wanasaidiwa kweli. Lakini wale watu wanajifanyanga wacheuli, watu wanajifanyanga wamefika, watu wanajifanya wanachiweza. Hao watu wakati wanapatwa na shida, na kuambia wanalilianga kwa choo. Wanalilianga kwa choo. Hakuna mtu anakuchanga hata kuangalia. Kwa sababu walikuwa werefu, walikuwa wajeuli. Sasa maana kila ambacho maana kwamba kila apandacho mtu ndicho atakachovuna. Hii Biblia si confusion, ituandikiwa ati apandacho mtu ndiye atavuna. Wewe unaenda upande mingi alafu Mungu akupatie kidogo. Huyo Mungu labda amekuwa mkora siku hizi. Na atakuwa mwanasiasa sasa, tutaachana na yeye kama ni mwanasiasa sasa. Lakini kama ni yule Mungu ambaye tunamjua, Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, huyo Mungu hajabadilika huyo. Man, apandacho mtu atafuna hicho. Wakati ambapo tutapomtolea Mungu, tunapomtolea kwa wingi, na maandiko yamesema pale awali ya kwamba kulingana na vile ambapo ametubariki. Kwa hivyo sijasema ya kwamba kutoa mingi ni kukua kwamba wewe unatoa 1,000 kila Sunday, ama 1,000 kila Saturday, ama kutoa 1,000 kila ibada, ama kutoa 10,000.
Mungu anaangalia wingi, ni kusema ya kwamba kulingana na uwezo wako. Maana Mungu amekubariki na wewe unaweza kutoa 10,000. Basi hiyo ndiye anajua wingi wako. Mungu amekubariki unaweza kuwa unatoa 100. Hiyo ndiye anajua wingi wako. Mungu anajua unaweza kutoa 50. Hiyo ndiye anajua wingi wako. Kwa hivyo hapa hatujawekewa kiwango. Usianze kusema pastor anasema ati mtu akitoa pesa mingi ati ndiye atapewa. Mungu anatuwekea wazi katika neno. Na anajua ndani ya mioyo yetu, anajua ndani ya baraka zetu ya kwamba ni nini ambacho ametubariki. Ndio maana nasema ya kwamba katika kutoa kwenu, apandacho kwa wingi atavuna kwa wingi. Kwa hivyo wingi, anaposema neno hili ni kwamba kulingana na vile amekubariki. Maana ametuambia pale Deuteronomy chapter 16 verse number 17. Yaani kila ambacho kulingana na uwezo. Na hapo pia siri nyingine ni kwamba uelewe mpendo ya kwamba Biblia inasema kwamba na kila mtu atoe kutokana kwa moyo wake pasipo kulazimishwa. So unapolazimishwa kutoa hainanga baraka. Bali siri nyingine ni kwamba utoe ikiwa ndani yako kuna furaha. Yaani unamtolea Mungu ukiwa na furaha. Unachangamuka ukienda kumtolea. Uko na furaha kwenda kumtolea Mungu. Yaani hata una smile ukienda kumtolea Mungu kwa sababu ni sadaka yako na Mungu wako. Sio sadaka yako na pastor wako. Ni sadaka yako na Mungu wako. Unaenda kusupport hiyo kipindi. Unatoa kwa sadaka hiyo na furaha. Unatoa ukiwa una smile, unatoa ukiwa moyo wako umechangamka na mtolea Mungu. Sitolei kwa sababu nataka wengine wadione. Sitoi kwa sababu nataka nichifune. Sitoi kwa sababu nataka kiburi. Sitoi kwa sababu nataka watu wajue ninatoa. Ninatoa kwa sababu namtolea Mungu wangu. Na Mungu wangu ndiye amenibariki. Yaani umetambua uwezo wa Mungu. Umetambua kiwango Mungu amekubariki. Maana wakati Mungu amekubariki, unamtolea kulingana na uwezo wako amekubariki. Kwa hivyo si kwa kutoa, kwa kusukumwa. Unaposukumwa mpendwa, haiwezi kuleta baraka kwako. Unapotoa na huzuni, unajua kuna mtu anatoa, acha tu nitoe, watu wasema ati mimi sitoangi. Acha tu nitoe. Hiyo inanga baraka. Hata ili ungeenda huko barabarani ukule maamri huko. Ungeenda huko ukule maandazi. Lakini unapotoa ukiwa moyo wako na huzuni, ukiwa na moyo wa kukasirika, ukiwa na moyo ambaye unatoa tu utoe, Mungu ana furaha nayo. Mungu hawezi akakubariki. Lakini mtolee Mungu ukiwa na moyo wa kuchangamka. Mtolee Mungu ukiwa na furaha mpendwa. Tumefundishwa pale mwanzo kuwa na moyo safi. That is another secret you need to know. Siri nyingine ni kwamba mpendwa, unapotolea Mungu katika maisha yako, lazima uelewe kitu moja, ya kwamba moyo wako unapomtolea sadaka, tumesema uwe safi. Hayo mambo yote nimekufundisha. Sasa kuna siri nyingine ambayo ningependa uelewe. Unapoenda kutoa sadaka yako, usiwe na chuki na mtu. Kama uko na chuki na mtu, baraka haziwezi kuja. Matthew chapter number 5 and verse number 8. Mathayo mlango ule ni wa 5. Na yake ni ya 8. Binasema hivi. Inasema hivi. Heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Hiyo nimekufundisha. Tuende pale turuke 23 pia. Inasema hivi. Basi ukipeleka sadaka yako mbele ya madhabahu, na hapo ukakumbuka kwamba ndugu yako ana ugomvi nawe, uiache sadaka yako mbele ya madhabahu. Nenda kwanza ukapatane na ndugu yako, ndipo urudi uitoe sadaka yako. Kwa hivyo watu wengine wanatoa sadaka, lakini Mungu anakataa sadaka zao. Na hapo maandiko yanasema uacha sadaka yako wapi? Kwa madhabahu. Kama utakumbuka kwamba uko na ugomvi na jirani yako, na ugomvi na baba yako, na ugomvi na mama yako, ugomvi na mke wako, ugomvi na bwana yako, ugomvi na mtoto wako, ugomvi na nani wako, uache sadaka yako kwa madhabahu. Kwa hivyo kutoa sadaka hapo kwa madhabahu, wengi wameiacha hapo. Kama leo si Jumapili, wacha nitumie watu wa Jumapili. Bwana sifiwe, watu wa Jumapili.
Sasa wakati umetoa ile sadaka, kwani pastor amekwambia urudishe sadaka? Umeiacha kwa madhabahu. Je, umekumbuka kuna jirani yako amuongeleshani? Umekumbuka kuna mama yako amuongeleshani? Umekumbuka kuna baba yako amuongeleshani? Umekumbuka kuna dada yako amuongeleshani? Umekumbuka kuna nani wako amuongeleshani? Je, umerudi umepatana na yeye? Sasa utakaporudi upatana na yeye, ndipo sadaka yako itakubalika kwa madhabahu. Lakini usipopatana na yeye, sadaka yako mpendwa bado iko kwa madhabahu. Sisi kama pastor tunalipa rent, tunalipia wale watoto wasiojiweza. Tunachukua hizo sadaka, tunalipa station, tunachukua hizo sadaka, tunalipa bili zile za kanisani, nini wacheza vyombo na nini. Hizo zote tutafanya, lakini Mungu sadaka yako anajua iko wapi? Madhabahuni. Kubalika mbinguni. Biblia inasema ya kwamba mtu mmoja akaambiwa, sadaka yako imekubalika. Nakuja kukusomea hapo. Lakini leo sina hiyo time. Lakini nitakuja kukufundisha sadaka ile ya kukubalika na isiyokubalika. Leo nataka kupatia siri tu iliyo ndani ya sadaka. Sasa maandiko yanasema kwamba upatane kwanza na mstaki wako. Upatane kwanza na ndugu yako. Upatane kwanza na jirani yako. Upatane kwanza na yule uliyekosana na yeye. Tiposa sadaka yako irudi ita. Sasa kuna watu ambao mpendo wanatoa sadaka. Wewe ukiwa mmoja ambao unanitazama, unatoa sadaka lakini Mungu bado hajaipokea sadaka yako. Mwaka mzima uliopita ulitoa sadaka, lakini hakuna matokeo. Kwa sababu ya nini? Hiyo sadaka Mungu hakuikubali. Sadaka yako umeitoa, lakini Mungu haikubali. Kwa sababu kuna watu ambao umepepana na wao. Kuna watu ambao umechukiana na wao. Kuna watu ambao usalimiane na wao. Kuna watu ambao umedharauliana na wao. Kuna watu ambao upelekani na wao. Hapo ndipo sadaka yako imeishi madhabahuni na isaidii. Korononio, sasa wewe sadaka yako imekubalika. Zakaria, sasa alafu sasa na wewe ni lazima uelewe ya kwamba mpendwa, ndio sadaka yako ikubalike. Patana na ndugu yako, patana na jirani yako, patana na yule uliyekosana na yeye, ndipo Mungu akubali sadaka yako. Nilikuwa naona wakachako wale walikuwa wameenda kanisani kule Murang'a. Maaskari walikuwa wametumwa wamejaa hivi. Nikasema hata mimi naweza taka kufanywa hivi. Yaani maaskari wanakuja wananilinda free of charge. Yaani wako hapo wamesimama vizuri. Wametumwa kama gari. Imejaa hapo. Wala siwe. This is Kenya. We have freedom to worship. Hata kama tunaabudu mashetani, tuko na haki ya kuabudu hiyo mashetani. Maana tuko na freedom ya kuabudu. Wale tunaabudu Mungu, tuko na haki ya kuabudu Mungu. Hakuna mtu anafaa kutuzuia kuabudu Mungu wetu. Ni katiba ya Kenya inatuambia hivyo. We have freedom to worship. That's why kila mtu akona kanisa yake. Kuna mtu anaenda CDA, kuna yule anaenda BCA, kuna mtu anaenda Full Gospel, kuna yule anaenda Maximum, kuna yule anaenda. Kila mtu akona haki ya kwenda kanisa anaochagua mwenyewe. Hakuna mtu akona ruhusa ya kumzuia ati usiende. Hata kama ni kwa mganga, acha aende. Maana hiyo ndio kanisa yake. Hapo ndiye amechagua. Na akona haki ya kwenda kuabudu hiyo mashetani yake. Siku ya kiyama ndio kila mtu atawekwa mahali alipochagua. Bwana asifiwe. So nasema nini? Ya kwamba tupatane na wastaki wetu kwanza. Unaona vile Ruto wanapelekana na Gachagua na walikuwa marafiki. Sasa hivi wanapelekana ni kama kuuana. Huyu hataki kuona, huyu hataki kuona. Kila mtu akisimama kwa mkutano, huyu anaongea, anaongea habari ya rais. Naye rais akisimama, anaongea habari ya Gachagua. Na walikuwa pamoja, naibu na rais. Sasa hii ni maadui. Sasa hawa watu hata wakitoa sadaka hawezi kubarika. Sadaka zao hakuna Mungu atayesataka. Sababu sadaka zenyewe ni za unafiki. Hawachapatana wao wenyewe. Napeana example kizuri kitaeleweka. Sasa na wewe ukitoa sadaka yako, kama upendi jirani yako, kama upendi ndugu yako, kama upendi dada yako, mpendwa, sadaka yako si like utoi. Hata afadhali ukurange mandazi tu. Usitoe. Maana haina faida. Iko na faida gani utoe kanisani na isaidii maisha yako? Gona faida gani unatoa kanisani kila mtu anakuona unatoa, lakini hakuna kitu inabadilisha maishani mwako?
Watu wengi sadaka zenu zimekataliwa kwa sababu ya hiyo. I'm giving you the secret of giving. Ninaandika hiyo kitabu Secret of Giving. Nakuja kukupea usome mwenyewe na unalipia, hakuna free. Hata mimi siendi kuprint free. Na kuhusia. Na kama utaki uache. The secret of giving. Mungu alijua siri ya kutoa, ndiye akatoa mwanawe wa pekee. John chapter number 3 verse 16. Jinsi hii nikusomea hapo. John 3:16. Inasema namna hii. Maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Alijua siri iliyo ndani ya matoleo na ndiye akamtoa Yesu, ya kwamba yeyote aminie asipotee bali apate uzima wa milele. Kwa hivyo alitununua sisi. Na ndio maana lazima alitununua kwa dhamana. Secret of giving. So mpendo, unapojua siri hizi ziko ndani ya kutoa ama ndani ya matoleo, katika kutoa kwako, ukijua siri hizi, baraka zitakuja kwako. Kwa hivyo kama kuna watu ambao unakuta kwamba unapepa moyo wako, mpendo, ukiwa unatoa sadaka zako, waachana nazo sadaka zako, kwanza kutoa, patana na hao watu wako, hao watu ulikosana na wao, alafu kisha urudi kutoa sadaka. Na ukiona ni ngumu kuwasamea, na ukiona ni ngumu hao watu kupatana na wao, wacha kutoa sadaka yako. Maana kuna mahali itakubalika mbinguni. Haitawahi fika mbinguni. Na kuambia hapa kama kwani. Kwa sababu sadaka Mungu anataka ni sadaka ambao haina dosari. Sadaka ambao ni sadaka ya kupendeza. Yesu anapotolewa sio sadaka tu ilitolewa. Ilitolewa sadaka ya dhamana. Ilitolewa sadaka na alitoa kwa sababu alitupenda, alipenda ulimwengu. Kwa hivyo na ukipenda Mungu lazima utoe sadaka. Lakini kama uko na watu ambao umepepa na iliali unatoa sadaka, stop giving that sacrifice, stop giving that offering, because Mungu hawezi akaikubali. Mungu hawezi ikubali. Hata ili umwambie nisamee, kama atakataa kukusamea, achana na yeye. Mbinguni si kwa mama yake na si kwa baba yake. Afunge huko tusiende kama ni kwao. Lakini kama si kwake, hiyo isikustua ati amekataa kukusamea, waachana na yeye. Wewe songa mbele na maisha, si umemsamea wewe. Bora wewe una chuki na yeye, bora wewe hauna kitu na yeye, wewe mwache na aenda na zake. Akikusamea sawa, asipokusamea waachana naye, usimpembeleze, umweke kwa mgongo. Ndio iwe nini? Kwani unasimama 2027 akuchague kwa rais? Siache asikuchague. Lakini kama umemkosea, mwambie I'm sorry my brother, I'm sorry my sister. Kama hujamkosea, waachana naye. Amen. Yesu aza kulipia gharama. Moyo wako uwe safi. Lakini kama unajua umemkosea mwenzako, go and apologize him. Mwambie I'm sorry my sister, I'm sorry my brother. Nilikosea kwa sababu ya upumbavu wangu, nisamee. Lakini mtu asiyesamea, huyu mtu ni mpumbavu. Kuomba msamaha si jambo la ujinga, ni jambo la hekima. Mbona Mwaitega anatuambia anga hivyo? Kwa hivyo ni lazima uelewe ya kwamba haya mambo yanafaa kukua ndani ya maisha yako. Na kwa sababu ya muda, nataka tusome jambo lingine hapo katika 1 Samuel chapter number 15. Samueli wa kwanza mlango wa 15. Aya yake ni 22. Hapo ndio tunamalizia kwa sababu ya muda na Bwana atatubariki. Samuel chapter number 15 verse number 22. Nasema ndipo Samueli akamwambia, "Je, Mwenyezi Mungu anapendelea zaidi dhabihu za kuteketezwa na matambiko kuliko kutii sauti yake? Tazama, kutii yeye ni bora kuliko matambiko na kumsikiliza kuliko kumtambikia mafuta ya beberu."
So jambo lingine hapo limefichwa katika kutoa ni utiifu. Secret of obedience. Sasa katika kutii, kwa hivyo Mungu anapendezwa sana na kutii hata kuliko dhabihu. Sasa hapa ni wakati ambapo Samueli, hao watu wametumwa kina Sauli, wakaambiwa kwamba waende waue kila kitu. Waue kila kitu watakuta mchi ule, wasiipakishe. Sasa na wao walipofika huko wakaokota zile nono ati wanakuja kutolea Mungu dhabihu. Lakini Mungu alipowaagiza, aliwaagiza waue kila kitu. Lakini wanapofika pale wanageuza. Wanasema tusiue hii ng'ombe mnono, tusiue hii mbuzi nono, tusiue hii kondoo nono, tusiue. Sasa wakachagua zile nono wakuje kumtolea Mungu. Ukiangalia mawazo yao ilikuwa mazuri. Lakini Mungu angalia ile dhabihu wanakuja kumtolea, anaangalia kutii. So hata ninapokufundisha kama utatii, is like wasting time. Kama nitakufundisha usitii, Mungu anakuambia hivi ufuati, basi hiyo inamaanisha utii. Bwana yako anakuambia hivi utii, bibi yako anakuambia hivi utii, mama yako anakuambia hivi utii, baba yako anakuambia hivi utii, basa wako anakuambia hivi utii, jirani yako anakuambia hivi utii. Sasa kama utii, mpendo, hata ukitoa sadaka yako haiwezi kubalika mbele zake Bwana. Hawa ni watu wanaitwa kina Sauli na ni mfalme. Wanaleta dhabihu zao, wamefurahia, wanaletea Mungu. Lakini Mungu anasema, anatuma Samueli, ambia huyo mjinga huyo, mimi sipendezwi na dhabihu zao. Heri kutii kuliko kutoa dhabihu. Kwa hivyo heri wangenitii kuliko wanitolea sadaka zao. Kwa hivyo mpendwa, tunapotii sadaka zetu zinakubalika. Lakini tunapokataa, tunakaa wazi. Tunakataa kutii Mungu. Tunakataa kutii manabii wake. Kuna mtu mmoja katika Biblia, kila mmoja anajua wa Kristo. Amesoma Biblia hiyo. Kama hujasoma ni vile uko na simu kubwa lakini Biblia hutaki kununua. Biblia inasema kulikuwa na maskini Lazaro na kulikuwa na tajiri. Na watu walifika siku moja wakafa wote. Sikusomei hapo na kukuotia kwa sababu unafaa kujua hiyo Biblia. Wakafa siku moja. Naye Lazaro akakimbia akalalia Abraham kifua. Mimi kifua yangu usilalie wewe. Hauwezi lalia hapo, na ulipewa nafasi ya kutubu ukakataa. Sasa Abraham sijui kwa nini aliruhusu Lazaro. Lazaro akakimbia akalalia hiyo kifua ya Ibrahim. Akakaa hapo. Yule Lazaro alipokaa hapo na yule maskini ni yule tajiri naye akafa. Yule maskini ako juu ya kifua ya Ibrahim anafarijiwa. Yule tajiri ako kwa moto, si wala moto. Alikuwa anachomeka hapo. Akaambia Abraham, jameni Abraham, na kuomba baba yangu, nipatie ruhusa, nirudi huko kwetu. Niambie wale watu jamani, wasije wakaingia hapo. Niambie, niruhusu tu nikimbie niwaambie. Niruhusu tu nikimbie. Abraham akamwambia, hakuna huko, sasa hatuendi huko. Kuna mpaka umewekwa. Sasa nataka nikuambie nini mpendo? Ya kwamba wakati ambapo unakataa kutii, licha kwamba utatoa sadaka yako, Mungu anasema toa sadaka ya 200, wewe unasema mimi natoa 50. Mungu anasema toa sadaka ya 1,000,000, wewe unasema mimi sitatoa hiyo. Hiyo nikitoa hiyo nitasaidia pastor na mke wake, mimi nitatoa 50. Ama nitatoa 100. Hiyo ni kutotii. Na kutotii, hiyo sasa ndio Mungu anasema ya kwamba heri kutii kuliko dhabihu. So the secret of giving, my brother, is obedience. Kama una utiifu, Mungu anaweza akakataa sadaka zako. Maana nabii saa zingine anaweza akaambiwa mwambie atoe sadaka kiasi fulani. Unajua hakuna kitu kigumu kama kukaa na prophet ama prophetess. Hakuna kazi ngumu kama hiyo. Kukaa na nabii. Kwanza iwe nabii ni mume wako ama mke wako, hiyo maisha nakwambianga inakuanga ngumu, sio rahisi. Maana zingine nabii anaweza ambiwa na Mungu, wewe sasa leo ukuli. Hebu imagine na unakaa kwa hiyo nyumba. Na sasa hiyo usapika na yeye nabii ndiye anaambiwa usikule. Sasa unashindwa, kwani anaona kama nimemwekea kitu kwa chakula. Lakini hivyo ndivyo Mungu amesema na ni lazima atii. Na zingine Mungu nabii anaweza taka kuenda. Anataka kuenda hata Amerika. Naye Mungu anamwambia usikanyange huko, kaa hapo Kenya. Usikanyange huko unaenda, kaa hapa. Yaani maisha ya nabii anyway ni ngumu, sio rahisi.
Sasa zingine kuna vitu unatakanga kufanya, mimi kama mwanadamu nasikia tu ninaonywa, naambiwa don't do that, usifanye. Ninaumia tu, nafumbia kwa sababu ya nini? Niti. Bwana asifiwe sana. Lakini unaweza ambiwa peleka hii sadaka upelekee Mungu. Lakini unaweza ambiwa sadaka hii peleka kwa mtu fulani. Peleka hii kitu pea mtu fulani. Imagine sasa zingine Mungu anakuamrisha. Mungu anakuamrisha tu, anakuambia fanya hiki. Na kweli kwako ni ngumu, lakini kwa sababu anafanya, anakuambia, inabidi utii. Kwa hivyo obedience, my brother and my sister, ni jambo la muhimu sana katika matoleo yako. Sina muda wa kuendelea kwa sababu ya muda wangu. Kwa ajili ya wale ambao kule kwa studio, ningependa niachie hapo. Na Mungu akinijalia nitaendelea hiyo topic, ili ujifundishe, uelewe ya kwamba the secret of giving. Secret of giving. Siri katika matoleo. Mpendo, ukielewa hii siri na utii, maana tumemalizia hapo kutii. Tukikuja wakati mwingine tutaendelea na hapo. Katika kutii, utakapotii kile ambacho nimekufundisha na ufuate kile ambacho unajua, kama utatii hautafuata, lakini kama utatii utafuata kile ambacho nimekufundisha, na ukifuata utaona matokeo na furaha yake Mwenyezi Mungu itakuwa juu yako. Mungu akubariki na Mungu akutende mema. Wacha tuombe kwa sababu ya wewe ambao umechukua muda wako. Chukua maji yako hapo nyumbani, weka kwa kikombe tunapoomba. Na ninajua ya kwamba utabarikiwa. Na uko hapo hujaokoka, usikubali mwaka huu uishe ukiwa kwenye dhambi. Ni vizuri uokoke. Rudia maombi ya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, natubu dhambi na makosa. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Bwana Yesu, kuanzia leo uniweke huru. Nimetambua kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nimekataa shetani na kazi zake. Bwana Yesu, kuanzia leo Bwana unifanye mwanao. Kwa jina la Yesu natubu na hata nimeamini. Sema amina. Kwa hapo nyumbani uko mgonjwa, kuna mambo ambayo unapitia na unamwaminia Mungu, na umeamini na umetii kile ambacho nimesema. Nimesema kumaliza pale kutii. Sasa nimefika wakati wa kusema utii. Umeweka maji yako kwa kikombe, maji yako kwa nyumba yako. Basi nataka niombe na wewe na uamini Mungu. Chukua hiyo maji, shika kwa mkono wako. Mkono mwingine elekesha kwa screen yako. Elekesha kwa television yako. Elekesha wale ambao mnatumia simu, elekesha kwa simu yako. Wale ambao mnatumia radio, shika radio yako tunapoomba, na Mungu atakubariki. Baba wetu ishie milele, na kutukuza ni kwa ajili ya kila mmoja aliyepata neno lako. Umefundisha neno lako vile ulivyokusudia, kuhusu secret of giving. Bwana, huyu ambaye atatii neno lako na kutimiza vile neno lako limesema, naomba Bwana maisha yake isiwe ya kawaida. Naomba Bwana ametii na kuokoka siku ya leo, umshikilie Bwana Yesu, asirudi nyuma katika jina la Yesu. Nakemea kila roho yote ya kumrudisha nyuma, maroho yote ya dhambi imwachilie kuanzia dakika hii katika jina la Yesu. Baba, ninaomba kwa ajili ya hii maji, si maji tena bali ni damu yako. Natangaza Jehova Jira, atakaye kunywa maji haya ya apate uhai katika jina la Yesu. Maana maandiko yanasema kwamba mahali maji haya yatafika, Baba, uhai utapatikana pale. Tangaza Jehova Jira ya kwamba neno ile seki likatimie katika jina la Yesu. Popote Bwana wa majeshi yote ambaye aliye mgonjwa akikunywa haya maji apone. Ndoa yake ipone, maisha yake ipone, watoto wake wapone, masomo yake ipone, biashara yake ipone. Baba, katika jina la Yesu, chochote anakuaminia Bwana, Baba, kipone kuanzia dakika hii katika jina la Yesu. Mikono yake ipone. My Father, my Redeemer. Jina lako litukuzwe na jina lako lihimidiwe. Kwa jina la Yesu tunaomba na hata na kuamini. Amen. Kunywa hayo maji. Mungu akubariki. Na Mungu akutende mambo makubwa kwa ajili ya kupata muda wako kunisikiliza. Na ukiwa hapo ukisikia kwamba ni vyema usupport kazi ya Mungu wako, kujitolea kwako. Mimi nimekufundisha na nimekufundisha siri ya kutoa. Basi ukisikia kwamba hii siri inakusaidia na ungependa kutoa kwa ajili ya kusupport kazi ya Mungu, tumia hii namba ya 0746 10 61 63 ama 07 17 35 85 79. Na unapofanya hivyo, neema ya Mungu
ikubariki na ikufungulie milango. Na Mungu akutende makubwa. Kwa niaba wote waliofanikisha ibada hizi, waliohusika katika upande ule wa pili kwa studio ili sauti iwe clear, tupate kwa njia iliyo sawa, tuweze kuwa hewani. Mungu awabariki. Na wote ambao mnatumika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tuko hewani kila wakati, Mungu awabariki. Mungu awatende mema kwa kile ambacho unachokitolea Mungu. Bwana akubariki na akutende mema. Mungu awabariki. Kwa niaba ya wote, mimi kutoka kwangu mimi sina la ziada, na waga nikisema Shalom, God bless you. Tukutane wakati mwingine, majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Amen. Mungu akupeleke mbali. Amen.